Damu ya watoto wa Kitanzania iliyomwawa nchini Tanzania bila hatia imemshtua hata shetani mwenyewe. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Karibu kwenye chaneli ya Kenyascope. Hapa ni taarifa wazi ya kina na yenye kufuatilia kwa makini hali ya haki za binadamu nchini Tanzania baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka huu na vifungu vilivyotolewa na vyombo vya haki na vya raia. Hakuna sehemu ya hadithi ambayo tutapuuza. Mnamo tarehe 29 Oktoba, wakati wa serikali ilipoamuru kuanza kwa kizuizi cha usafiri na shughuli kwa ajili ya kafyu ya kitaifa, kipindi ambacho watu wengi hawakuelewa kikamilifu kilianza kuonesha sura ya giza. Katika jiji la Dar es Salaam, kijana mmoja aliyefanya kazi kama mfanyakazi wa kuosha magari aliyekuwa akijaribu tu kujinyoshea pesa ama kujinyonyesha pesa kwa ajili ya kununua chakula alipigwa risasi na kuuawa na jeshi la polisi. Hii ni hali isiyoelezeka kwa mtu ambaye hakuwa anakusudia maandamano wala hakuwa sehemu ya vurugu, na mwili wake uliachwa hapo barabarani masaa kadhaa. Si tu hayo, lakini tukio hilo lilifuatwa na kifo cha mwandishi wa michezo Master Tindwa Mtopa ambaye alisimama nje ya nyumba yake tu kuangalia kilichokuwa kikitendeka, na baadaye akawa mmoja waliofariki hospitalini kutokana na risasi. Picha na video zinazotolewa mtandaoni zinawaonesha wamama wakiona ndugu zao wakipigwa risasi mbele ya watoto wao, na hii haiwezi kuhesabiwa tu kama hatua ya kawaida ya kukutana na sheria. Ni mauaji ya kimfumo ambao yamemshtua shetani mwenyewe. Serikali ya Tanzania imedai rasmi kuwa hakuna vifo vilivyotokea wakati wa kizuizi hicho cha siku 5, lakini ushahidi kutoka mitaani unaonyesha sura tofauti kabisa. Kwa ukatili usio na maelezo ya kutosha. Swala hilo tu sio tu la kama serikali ama swala sio tu kama serikali ilikuwa na haki ya kuamuru kafyu, bali kama ilikuwa na haki ya kugeuza amri hiyo kwa hukumu ya kifo kwa wananchi wake ambao hawakuwa na hatia. Na katika sheria za kimataifa, haki ya maisha hawezi kufutwa pale ambapo nchi ipo chini ya hali ya dharura mno. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights imesisitiza kwamba silaha za moto zinapaswa kutumika tu kwa chaguo la mwisho kabisa, na tu pale ambapo tishio la kifo au ulemavu mkubwa linatokana moja kwa moja. Inapotumika dhidi ya mtu ambaye anajaribu kununua chakula na kuangalia msongamano nje ya nyumba yake, inakuwa ni ukiukwaji mkubwa wa haki ya msingi. Kwa upande wa Tanzania vile kuna masuala ya msingi kuhusu utekelezaji wa sheria. Kwa mfano, maandishi ya sheria ya dharura nchini yanaeleza wazi kwamba amri ya rais wa kuegemea mamlaka ya dharura lazima ukafuatane na uchapishaji wa rasmi kupitia gazeti la serikali. Hakuna gazeti rasmi iliyochapisha uombaji huo wa mamlaka ya dharura kwa ajili ya kafyu ya siku 5 nchini, jambo ambalo linaibua maswali ya kisheria juu ya msingi wa amri huo ama uamuri huo wenyewe. Hali hii ya kuwa raia wasio na tishio na kukataa hata kutambua vifo hivyo inatoa picha kwamba serikali imepungua katika jukumu lao la kulinda raia badala ya kuwadhalilisha. Kwa mujibu wa vyombo vya upinzani, takriban majane mia ya watu wameuawa. Chini ya hesabu hiyo, chama kikuu cha upinzani cha Chadema kinadai vifo vya maelfu ya raia. Ripoti muhimu zinadai kuwa miji kama Dar es Salaam na Mwanza imeshuhudia idadi kubwa ya waathirika. Na katika muktadha huu, mamlaka za usalama zimeelezwa kuwa zisizuiliwe na kurekodiwa kuchukua hatua bila kufuata sheria, kuendesha mambo bila uwazi na hata kutumia ujumbe kwa wananchi kutoweka picha au video mitandaoni kwa sababu inaweza kusababisha hofu. Hii ni sehemu ya mkanganyiko wa kimaadili na wa utawala. Raia ambao wanapaswa kuwa salama wametawaliwa na hofu. Uangalizi wa kimataifa ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mataifa wameeleza hofu kubwa juu ya matumizi makubwa ya nguvu kupita kiasi dhidi ya maandamano ya amani.
Kundi la haki za binadamu limesema kwamba serikali ipaswi kutumia risasi kama njia ya kudhibiti maandamano, pia kwamba inapaswa kuhakikisha kuwa vifo vyote vinachunguzwa huru, uwazi ukakuwepo na wale waliopata madhara wakapata haki. Tanzania imevutia macho ya mataifa na mashirika ya kiraia kwa sababu ya matukio haya. Kwa chaneli ya Kenyascope tunaanza kuangalia ni kwa nini nchi ya Tanzania ambayo imekuwa ikitangazwa kama mfano wa utulivu katika ukanda wa Afrika Mashariki imeingia katika mzunguko wa vurugu na kuangamia kwa imani ya raia wake. Uendeshaji wa uchaguzi uliofanywa Oktoba tarehe 29 mwaka jana ama mwaka huu ulikuwa na ushahidi wa wazi wa upendeleo wa chama tawala kwa kupuuza na kutukana haki za vyama vya upinzani, wakati ambapo idadi ya wapiga kura ilikuwa chini, wapinzani wakakosa nafasi ya kushiriki na vyombo vya usalama vikaandaliwa kufyatua risasi na kuzuia maoni tofauti. Baada ya uchaguzi, watu wengi walitoka mitaani kuonyesha kutoridhika na serikali ikawajibika kwa kuamuru curfew, kutangaza kuanza kwa kizuizi cha usafiri, kuweka jeshi barabarani na kuzima huduma za interneti kwa nchi nzima. Curfew ilianza bila taarifa ya kutosha, haikutolewa kwa njia ya wazi na haikuchapishwa kirahisi kama inavyohitajika, na mtandao wa interneti ulizimwa kwa siku kadhaa, na huko ndiko haki ya wananchi zilipigwa tena. Kwa wakati huu picha na video za waathirika zilisambaa mitandaoni, ikiwa ni pamoja na waliokamatwa, waliopigwa, waliouawa. Serikali ilitoa tahadhari kwa wananchi siandike au kushiriki picha hizo kwa madai ya kueneza hofu. Hata hivyo, hesabu za vyama vya haki na vyama vya upinzani zilionyesha kuwa vifo vinaweza kuwa zaidi ya 100 ama zaidi ya 100 hata 1000 kuendelea, kulingana na baadhi ya vyanzo. Jumla rasmi ya serikali kutolewa na kukosa hesabu huru kunafanya hali kuwa ngumu zaidi ambayo inaweza kutegemewa. Kwa jukwaa la kimataifa, uchunguzi huru na bila upendeleo unahitajika. Ni wazi kuwa haki ya maisha haiwezi kutendewa marufuku hata kama nchi iko chini ya hali ya dharura. Haki za msingi za raia hazipimwi tu kwa sheria za taifa, bali pia kwa sheria za kimataifa ambazo zinatambua usawa wa raia wote mbele ya sheria ya haki na usalama wa maisha bila tishio. Wakati mamlaka zinapotumia nguvu bila sheria, zinapata hatari ya kupoteza uhalali wao na taifa kutumbukia katika mgogoro wa uongozi na haki. Katika sehemu hii, mtazamo wa Kenyascope unaeleza kuwa wakati huo wa serikali kuanza kutoa taarifa ya wazi, kuchunguza kwa uwazi vifo vyote, kuwahesabu waliopoteza maisha na kuwachukulia hatua wale wote waliohusika. Bila hatua hizi, kile kinachojitokeza ni ukimya wa serikali ambao watakumbukwa ama watakaokumbukwa sio kwa uongozi bali kwa kutoweka kwa kile walilipiwa. Hakimu wa kweli, uwazi na ulinzi wa maisha ya raia. Kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan, mpito kutoka kauli kubwa za kuheshimiwa hadi vitendo vinavyoonekana kuwa kinyume lazima uanze sasa. Kuendelea kwa mfumo uliokosa uwazi na kutawala raia kwa hofu badala ya kushirikiana ni silaha ya hatari kwa demokrasia Tanzania. Raia wahitaji tu kauli bali matendo, uchunguzi huru, wazi, mahesabu ya vifo na uwajibikaji wa wote waliohusika. Maandamano ya Oktoba tarehe 29 yaliyotokea Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya na sehemu nyingine yameacha alama isiyofutika. Majina ya waathirika, manusura, familia zinawaomboleza na ulimwengu unatazama. Nchi haina budi kukumbuka kwamba haki ni msingi wa mgogoro wowote, na bila haki hakuna utulivu wa kweli. Kwa kila raia aliyepoteza maisha, serikali imebarikiwa kuwa na jukumu la kuwasilisha ukweli, lishe ya haki na uwajibikaji. Kwa hivyo kupitia Kenyascope tunaleta ujumbe wa kina kuwa historia haitakumbuka barua na jumbe za pole. Hata kama una nguvu ya usukani wa nchi, simba wa serikali hawezi kuwa juu ya raia wasio na hatia. Uchunguzi wa haki hauwezi kusubiri, udhalilishaji wa maisha hauwezi kujificha, na wakati huu ni wa sasa. Watu wa Tanzania
Jukwaa la vyombo vya habari na raia wa Afrika Mashariki wanapaswa kuendelea kuwa macho. Hakuna kitu kinachoweza kujificha milele. Jiandae kusikia zaidi kuhusu ripoti za haki, matokeo ya usalama na raia na hatua zitakazochukuliwa. Hata kama habari hizi zinachosha, ni lazima tujue ukweli ambao dunia inapenda sana kusikia. Hii ni Kenyascope, mahali ambapo unapokea taarifa hizi kwa kina, uchambuzi wa kina bila kupindisha. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video hii, na bila shaka gonga kengele ili uweze kupata alerts kila wakati tukiweka video mpya.